mwenyekiti wa parokia ya Kibabi pamoja na parokia ndogo ya Kibabi. Siku ya leo tumeshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutulinda na kutuwezesha kutembea na kukumbuka namna Yesu Kristo alivyosulubiwa na kufa kwa niaba yetu kwa ajili ya dhambi zetu. Wakristo wamekuwa wengi, tumeshukuru, na wote wamejitolea kutembea tangu mwanzo mpaka mwisho, na nafikiri tumepata baraka za kutosha. Kwa hivyo kuanzia leo na kuendelea tunatarajia kuona maamko mpya katika imani ya Wakristo wa Kibabi, na kwamba tutaungana na Father ambaye padri wetu Papa Baroko Father Simon Obore ili kuendesha na kusukuma mbele kazi ya kimishonari katika parokia yetu. Kulingana na tamaduni yetu ya kanisa takatifu Katoliki, na tunaweza kusema kwa Wakristo wote, tunakumbuka mafumbo makuu ya wokovu wetu, ya kwamba Mungu katika upendo wake aliwahurumia watoto wake, na kile kitendo kikubwa ambacho alifanya ni kutuma mtoto wake Yesu Kristo ambaye alizaliwa katika ulimwengu huu. Alikuja kwa ajili ya wokovu wetu, na Yesu Kristo akiwa na miaka 30 alihubiri Injili. Ukisoma Marko sura ya 1 mstari wa 14 na 15, anasema ufalme wa Mungu umekaribia, muamini Injili na mtubu dhambi zenu. Na kwa hivyo Kristo alihubiri ya kwamba watu watubu dhambi zao, na kilele chake kilikuwa kutoa uzima wake kama mwana kondoo ambaye kwa damu yake alituondolea dhambi zetu, akatufungulia mlango wa upatanisho na Mungu, upatanisho kati yetu sisi binadamu, na kutufanya tena tuweze kuishi kitakatifu kama watoto wa Mungu. Na kwa hivyo siku ya leo tumesherekea kifo chake, Good Friday. Na tunasema ni good kwa sababu ni tendo la wokovu wetu. Isaya 53 anasema kwa mapigo yake tumeokolewa. Kwa upande wetu sisi wa Kristo, Yesu ametuonyesha jinsi ya kupambana na maisha, na kwa hivyo katika hizi changamoto zote tunaishi kwa matumaini. Tunaishi kwa matumaini, kwanza sisi wenyewe tukipigana kutafuta kujiendeleza katika maisha yetu kulingana na uwezo ambao Mungu ametujalia, na pia tukiomba ya kwamba Mungu mwenyewe kwa uwezo wake ataweza kuguza mioyo ya watu, and especially wale ambao wanatutawala, ya kwamba waweze kufunguka zaidi na kuwa na huruma kwa watu wale ambao wanaongoza, so that maisha ya watu iweze kubadilika. So kila wakati Mkristo anaishi kwa matumaini. Yesu azaliwe katika ulimwengu kwa ajili ya wokovu wetu, tusherekee matumaini. So ni mwaka wa matumaini. Tumaini letu ni kwa Bwana, kwa maana ana uwezo wa milele.